Kwa majina naitwa Elizabeth Filipo Chiwili, ni mwenyeji wa mtaa huu wa Kiyombo. Napenda kushukuru uongozi wa awamu ya 6 wa Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wetu, diwani na wengine kwa ujumla. Ninashukuru kwa kweli, tunawapa sifa zote. Katika mtaa wetu wa Kiyombo tuna kero kubwa sana. Tuna kero la barabara. Barabara yetu sisi ni mbaya, haiwezekani, haipitiki. Wamama tunapata shida. Mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, unajua mama unatuwezesha mikopo mbalimbali. Wamama sisi ni wamama wajasiriamali, tunashindwa kuitumia hiyo mikopo kutokana na barabara. Barabara ni kero. Kama tunataka kufanya biashara zetu lazima tuende Temeke, tuende Buza ambako kumechangamka. Wenzetu kule kumechangamka kwa sababu ya barabara. Unapitika vizuri, wafanyabiashara ni wengi, wapitaji ni wengi, lakini eneo letu la Kiyombo hali ni tete kutokana na changamoto ya barabara. Ninaongea hapa nikiwa na akili zangu timamu. Mama Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu pamoja na diwani na wengine, waziri wa ujenzi, tunaomba mtusaidie hii kero. Wamama tunapata shida. Kwa wale ambao tunaendelea na kuzaa, tunapoenda hospitali tuna changamoto ya usafiri, wengine wanajifungulia njiani. Kwa mfano kama mimi, mtoto wangu wa 3, nimepata shida sana ya usafiri. Nimeenda kujifungua Mbagala, nafika tu mlangoni tayari najifungua kutokana na changamoto. Uchungu uliuma muda mrefu, nikashindwa kupata usafiri kwa wakati. Kwa hiyo kanilazimu kutembea kwa miguu mpaka kwa Mpalange, nikapata usafiri pale, lakini uchungu ulikuwa umeshafika karibu na kujifungua. Nafika mlangoni pale hospitali ya Mbagala Consular, pale mlangoni nikajifungua. Mama yetu mpendwa, tunakuomba waziri wa ujenzi, mbunge wetu Masuburi, nadhani unanikumbuka mbunge, na hii nguo nimevaa ili unikumbuke mimi Elizabeth Filipo Chiwili. Nilikuwa na wewe tangu uchaguzi ulivyoanza mpaka ulipopata ubunge. Na kusifia kwa yote unayoyafanya, uko vizuri, ila naomba mbunge tukumbuke wenyeji wa Kiyombo. Jamani, tunaomba sio tu Kivule, Kitunda na sehemu zingine, Mwanagati kuko vizuri, Kilungule kuko vizuri, lakini huku kwetu Kiyombo hakuko vizuri. Barabara kama ninavyoona, madimbwi, michanga mingi, hakuko vizuri usafiri. Hata watoto ambao wanasoma wanatumia vyombo vya usafiri, lazima apande pikipiki kwenda shule ya msingi. Kwa jina naitwa Isaac Dimeno, ni mkazi wa kata ya Kitunda, mtaa wa Kiyombo. Niko hapa muda mrefu tangu ya miaka ya 96, na tunazo kero nyingi sana ambazo kwa kweli mimi nakereka pamoja na wananchi wanaoishi mtaa wa Kiyombo. Hata ukiangalia hapa utaona kuna dimbwi la maji ambalo liko katika barabara ambayo tunaitumia, na barabara yenyewe tunayotumia ni hati, kwa sababu tunaambiwa ni miliki ya Tazama Pipeline, ambayo siku yoyote ile wanaweza kuzuia ili barabara hiyo isipitike. Mara nyingi tunapata vitisho vya kuzuia hiyo njia, na hata ukarabati wake huu unakuwa na matatizo. Lakini mimi ninachoomba ni kwamba serikali iwe wazi kwamba barabara halisi ya mtaa wa Kiyombo ni ipi. Mara nyingi wananchi tunaambiwa kwamba ramani ipo, ilishachorwa na barabara inaonekana, lakini hatujawahi kuitwa tukathibitishiwa kwenye mkutano kwamba ramani ni hii na inapita upande gani. Matokeo yake tumekaa tukijenga kiholela, na mipango miji ipo, ni kazi yao, hatujaelewa ni kazi gani, baada ya kuja kutusawazishia tupate njia. Kwa hiyo kero hiki sio bajaji wala magari. Mazingira yetu kwa kweli ni magumu. Kitokea mjamzito anaumwa hapo Mwaisha hospitali, huna jinsi pa kumfikisha mjamzito huyo. Kwa mheshimiwa mbunge wetu, tunakuamini, tunakujua jembe, na tunaamini kwa kazi uliopewa wamekuona kabisa. Mzigo mzito mpe Mnyamwezi, umeshakuwa Mnyamwezi kwa jimbo letu la Kivule. Kumbuka jimbo hili jipya, natakiwa maendeleo, natakiwa wananchi waliona, hata wale ambao waliochezea huko mwanzo waseme kumbe nilikosea hapa. Kwa tunakomba mheshimiwa mbunge wetu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na mheshimiwa rais, chonde kwa niaba ya wakazi wa Kivule. Chonde rais wangu, chonde mheshimiwa mkuu wa mkoa, chonde
Mheshimiwa mkuu wa wilaya, jamani, angalieni hali ya Kivule, ya jimbo la Kivule iliyokuwepo kata ya Kitunda, mtaa wa Kiyombo. Tumepakana sisi na Uza, lakini mazingira yetu imefikia hatua watu mpaka wanahama. Nyumba zetu wenyewe tunazishindwa. Jiografia ya upatikanaji wa riziki mkuu ni mgumu. Mimi nimekuja kwenye mji tangu 98. Imekuwa kila mheshimiwa mgombea akija, maneno yamekuwa mengi sana, lakini maendeleo hakuna. Tunaomba mheshimiwa, hatuhitaji lako ya kula, hatuhitaji tujengee majumba, tunaitaka ututengenezee barabara. Ongeza kwamba cha muhimu zaidi ni kwamba Chama cha Mapinduzi kinachoongoza serikali iliyoko madarakani wazingatie utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi ambayo ndio ilikuwa inazungumzwa wakati wananchi wanapiga kura, wakaamini kabisa kwamba swala la maendeleo litakuja